Israeli yatekeleza mashambulizi makali upande wa Gaza. Watu 100 walipotiwa kufariki. Hii ni Nje ya Box TV update. Langu jina ni Christina Mbaruku. Jeshi la Israeli limesema kuwa limefanya mashambulizi makubwa katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa wakala wa ulinzi wa raia Gaza unaoendeshwa na Hamas, huduma kuu ya kukabiliana na dharura katika ukanda huo, uliambia BBC kwamba Wapalestina 34 wauawa na wengine 70 kujeruhiwa. Jeshi la Israeli la IDF limesema linalenga kile lilichokiita shahada ya ugaidi ya Hamas. Hili ni wimbi kubwa zaidi la mashambulizi ya anga huko Gaza tangu kusitishwa kwa mapigano tangu tarehe 19 Januari. Mazungumzo ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano Gaza yameshindwa kufikia makubaliano. Nyumba 3 zilishambuliwa huko Deir al-Balah katikati mwa Gaza. Jengo katika mji wa Gaza na maeneo ya Khan Husni na Rafah Lutaras iliripotiwa, ikitoa mfano wa madaktari na mashahidi. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi wa Israeli Katz aliwaamuru washambulizi wao siku ya Jumanne asubuhi, kulingana na taarifa kutoka kwa ofisi ya Waziri Mkuu. Hii inafuatia Hamas kukataa mara kwa mara kuachilia mateka, pamoja na kukataa kwake mapendekezo yote ambayo imepokea kutoka kwa wajumbe wa Rais wa Marekani Stephen Witkoff na kutoka kwa wapatanishi, alisema hivyo. Israeli kuanzia sasa itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu za kijeshi, aliongeza kwa kusema hivyo. Mpango wa mashambulizi hayo uliwasilishwa na IDF mwishoni mwa wiki na kuidhinishwa na uongozi wa kisiasa. Ilisema utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ulishauriwa na Israeli kabla ya kutekeleza mashambulizi hayo, msemaji wa ikulu ya White House alisema katika gazeti la Fox News. Wapatanishi wamekuwa wakijaribu kutafuta njia ya kusonga mbele baada ya awamu ya kwanza ya mapatano ya muda kumalizika tarehe 1 Machi. Hii ni Nje ya Box TV update. Langu jina ni Christina Mbaruku. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wa kwanza kupata notification.